kutangaza na kuomba neema. Endelea tu kuiomba neema ya Mungu, kwa sababu hakuna namna tutaweza bila kuachiliwa msaada, bila kuwezeshwa, bila kusaidiwa, bila kuipokea roho ya kumcha Bwana. Faida zake ni nyingi, faida zake ni nyingi, ya kwamba unapoipokea hutatabika katika kumtii Mungu, ya kwamba roho ya kumcha Bwana itakufanyia wepesi katika kuzifuata sheria za Mungu. Roho ya kumcha Bwana itakusaidia kuyafanya yaliyo mapenzi ya Bwana. Roho ya kumcha Mungu itakusaidia kumtii Bwana. Roho ya kumcha Bwana itakusaidia kuzifanya sheria za Mungu. Endelea tu kuomba neema ya kuipokea roho ya kumcha Bwana. Itakufanya kuzifurahia sheria za Bwana. Itakufanya usizione kama ni nzito, wala hutaona mzigo katika kumtumikia Bwana, wala hutaona shida kuyafata mawaidha ya Bwana, wala hutaona shida kuendeshwa kwenye sheria za Bwana, wala hutaona shida kuyafuata maagizo ya Bwana. Roho ya kumcha Bwana, mwambie Baba, iachilie ndani yangu, iachilie ndani yangu, maana roho ya kumcha Bwana yeye atakuendesha katika sheria za Mungu, nawe utapokea wepesi, nawe utaipata neema. Hapatakuwa na mzigo kwako, kwa sababu roho ya kumcha Bwana itakuwezesha. Roho ya kumcha Bwana itakuendesha kwa sheria za Bwana. Roho ya kumcha Bwana itakuongoza kwenye kumtii Mungu. Iombe, tumwambie Baba, iachilie ndani yangu. Mwambie Roho Mtakatifu, iachilie ndani yangu. Mwambie Roho Mtakatifu, iachilie ndani yangu. Msi Roho Mtakatifu aiachilie hiyo roho ya kumcha Bwana, maana itaachilia mengi ndani yako, itaachilia vingi ndani yako, itayafanya yaliyo magumu kuwa mepesi kwako. Njia za Bwana hazitakuwa mzigo kwako, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Acha tumalizie kwa ukili huu ambao ni muhimu kwetu, katika Zaburi ya 119 ule mstari wa 63. Hebu tuseme kwa pamoja maneno haya. Yaseme maneno haya nyuma yangu, ya kwamba mimi ni mwenzao watu wote wakuchao, na wale wayatiio mausia yako. Mimi ni mwenzao watu wote wanaoifuata sheria yako, watu wote wanaotii maagizo yao. Mimi ni mmoja wao, watu waliochagua kukucha wewe Bwana na kuitii sheria yako. Mimi ni miongoni mwao, watu wanaofuata sheria yako na kuyatii maagizo yako. Mimi ni miongoni mwao, nitazame miongoni mwao, nisaidie miongoni mwao, nitafute miongoni mwao. Ninatangaza mchana wa leo ya kwamba mimi ni mmoja wao, ya watu wanaokucha Bwana, ya watu wanaokufuata Bwana, ya watu wanaoongozwa na wewe Bwana. Ni miongoni mwao, watu wanaokutii, wanaoifuata sheria yako, wanaofuata maagizo yako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu tia muhuri ukiri huo kwa maneno yako. Tangaza tu katika ulimwengu wa roho, tangaza kwenye nafsi yako, uambie moyo wako hata usipinge neno hili. Iambie roho yako ya kwamba mimi tangu sasa ni miongoni mwa watu wanaomcha Bwana, miongoni mwa watu wanaotii mausia ya Bwana, ni miongoni mwa watu wanaoitii sheria ya Mungu. Tangaza tu kwenye ulimwengu wa roho. Tamko hilo lina nguvu, tamko hilo lina nguvu hata ndani yako. Tamko hilo mwili wako hautalipinga, tamko hilo nafsi yako haitalipinga, tamko hilo moyo wako hautalipinga. Tamko hilo linakwenda kwenye
ulimwengu wa roho. Tamko hilo linasikika mbinguni. Tamko hilo linasikika kuzimu. Tamko hilo Ibilisi analisikia. Tamko hilo linaondosha majeshi yanayokutafuta kukutenga na Bwana. Tangaza, mimi ni miongoni mwa watu wanaomcha Bwana. Ni miongoni mwa watu wanaofuata sheria ya Bwana. Ni miongoni mwa watu wanaomhofu Mungu. Ni miongoni mwa watu wanaotetemeka mbele za Mungu. Ni miongoni mwa watu wanaonyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Mimi ni miongoni mwao, wale wanaomhofu Mungu. Mimi ni miongoni mwao wanaomcha Bwana, wanaotii sheria ya Bwana, wanaokimbia upesi kutekeleza maagizo ya Bwana, wale wanaotafuta kuyafuata maagizo ya Bwana, wanaotafuta kumpendeza Bwana. Mimi ni miongoni mwao. Mimi ni miongoni mwao. Tangaza tu, ni miongoni mwao. Wala usidanganywe na jana yako, wala juzi yako haihusiki hapa, wala mwaka jana ulifanya nini Bwana angalii. Tangaza kuwa miongoni mwao, wale wanaomcha Bwana, wale wanaomfuata Mungu, wale walio tayari kuyafuata mausia ya Bwana. Tangaza, mimi ni miongoni mwao, wale wamchao Bwana, wale wamchao Bwana, wale wayatie mausia ya Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Na watu wenye afya ya kiroho waseme amen. Imekuwa kwa jina la Yesu. Mshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya, haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Bwana ametusaidia. Niwashukuru sana wale wote ambao mmetoa nafasi kwa Mungu, mmeacha shughuli zenu na kuwepo mahali hapa.